nawabariki sana katika jina la Yesu kwa kuja na kututia nguvu, na tutaenda mbele katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi sikuangi na mambo mengi. Mimi nakuanga tu wakati kufanyia Mungu kazi, kusoma neno la Bwana ni sawa. Haleluya. Sasa nataka tuingie kwa neno ambalo litakaye kutuongoza kuweza kutoa matoleo yetu katika jina la Yesu. Leo nataka kuongelea kuhusu kutolea Bwana matoleo. Na tutaingia katika Waebrania 8. Tutasoma Waebrania 8. Tutasoma kuanzia pale 2 kuze 3 na 4. Ile Roho wa Bwana atatusaidia. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana linasema hivi: mhudumu kwa watakatifu na kwa wale ile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Praise the Lord. Amen. Biblia inatuambia kwamba kwa wale ambao wameokoka, mhudumu kwa watakatifu kwa lile hema ya kweli ambayo Bwana aliweka, wala si mwanadamu. Praise the Lord. Amen. Mahali popote tunapopatana, pale kwa madhabahu, pale kule nje, pora mahali mnapatana, mnahudumu mkiwa pamoja, mahali patakatifu. Kila wakati unastahili kujielewa na kufahamu ya kwamba ninapoenda mahali na niambiwe niongoze hivi, hapo mahali tumeamuliwa kula kuwa patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao neno la Bwana linatuambia hivi: mahali ambayo Mungu ameweka ni mahali pa hema, madhabahu kama haya. Hata nje tunapokutana, hata kwa mkutano yoyote ile ambayo watumishi wa Mungu wamekutana na wanasema neno la Bwana, hapo mahali kumeamuliwa ya kwamba ni Yesu anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na bado neno linaendelea na kutuambia, ukisoma pale mstari wake wa 3, maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Haleluya. Kuhani kusimamia Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa vile tumeanza neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu ndiye aliweka hema, si mwanadamu. Na pale chini bado inatuonya ya kwamba kwa kila kuhani ni Kristo mkuu amewekwa ili atoe vipawa vya dhabihu, kwa hiyo lazima huyu naye awe ni kitu cha kutoa. Praise the Lord. Mahali popote ambao unaenda na kunafanywa ibada na Kristo anatuongoza, lazima kuwe mahali pa kutoa. Uwezi enda kwa nyumba ya Bwana kwa mikono mitupu. Ndio unaonanga mara nyingi hata tunaenda mahali hata kwa matanga, watumishi wa Mungu wanasema ya kwamba wacha tutoe kitu ya kuweza kusimama na hii familia. Wamepewa authority, kwa maana Yesu ni mkuhani mkuu na ametupa nguvu na mamlaka ya kunena jambo kwa kanisa yake, kutetea mwili wa Kristo. Haleluya. Sasa neno linatuonya ya kwamba tukiwa kama sisi wa Kristo kwenda kwa nyumba ya Bwana, kwa mahali ambapo kumeteuliwa kwa madhabahu, ni vizuri uende na kitu kwa mikononi mwako. Hata kama hutakuwa na chochote, lakini kwa hiari ya moyo wako, Mungu amejua ya kwamba huna chochote, lakini umeenda pale na umefanyika kuwa mkuhani na kutangaza baraka kwa hiyo familia, kutangaza baraka kwa hiyo mji, kutangaza baraka kwa hiyo taifa. Hiyo vipawa ambayo Mungu amekupatia uvitumie vizuri katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. La
La mwisho pale ile Biblia inasema hivi, kama ungekuwa juu ya nchi singekuwa kuhani, maana wako watoao sataka kama waigiziayo sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ulimwengu mahali huko, wakati tunapotolea Bwana dhabihu, tunatolea Bwana matoleo, sadaka za shukrani, sadaka za kujipendekeza, malipuko, vitu vyote vile, kwa maana huko nchi au kwa ulimwengu huu lazima utolea Bwana, lakini isiwe kama ni kana kwamba ni sheria. Unatoa dhabihu kwa hiari ya moyo wako, si kusukumwa. Praise the Lord. Kwa maana ukitoa sadaka kwa kusukumwa, utaenda ukianza kunununika ndani ya moyo wako, na hiyo itakuwa baraka. Praise the Lord. Lakini Biblia hapa inatuonya ya kwamba unapotolea Bwana dhabihu kwa hiari ya moyo wako, kama umesimama hapa duniani, praise the Lord, lazima usikie sauti kutoka mbinguni. Na neno hapa linasimamia mkuhani ni Kristo, na ameteua watumishi wa Mungu wasimamie kutetea mwili wa Kristo. Na Yesu alisema ya kwamba kwa nyumba ya Bwana usitahili kuja ukiwa mikono mitupu. Ndio liona Mungu wakati alipohubiri Injili, ikafika mahali akaona hao watu mpaka lazima nitawafundisha kuhusu kutoa. Ndio akasimama kwa madhabahu na akaamurisha watu wote watolee Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba alipoamurisha watoe, akawaambia kwamba leteni hiyo sanduku. Ati wakati wanafunzi wake walipoleta hiyo sanduku, watu wakajitolea sana. Lakini kuna mmoja tu peke yake alikuja akiwa na senti 2. Na akawa tu amenyenyekea. Ni Mungu tu aliangalia hiyo mwanadamu moyo wake imefinyika, lakini ameona tu hii senti 2 peke yake ndio imekubalika. Kuna wengi wakakuja na pesa nyingi sana, wakisema ya kwamba Bwana Bwana Bwana, wakisiweka. Lakini ilipofika mahali pa kutakasa hiyo dhabihu, Bwana akainua macho yake mbinguni, akaona tu ule mchana peke yake ndio amekubalika na Yosef. Haleluya. Wapendo, unasatoa pesa nyingi ni kuwe kama msukumo, na hii utabarikiwa. Unasatoa ile pesa kwa hiari ya moyo wako, newe ni baraka hata mbele za Bwana, mbele ya madhabahu. Praise the Lord. Lakini tusitoe pesa ni kana kwamba ni sheria. Kuna siku moja niliweza kuhubiria Muislamu, na kuna ile sheria zao za Qur'ani vile wanasema. Nikahubiria Muislamu mmoja, kama vile sisi unasatoka hapa vile tunaenda kupeana hii barua, na kukutana na Waislamu kama hao na watakuuliza maswali. Watasema nyinyi wa Kristo mnatoanga sadaka, na hapa kwa Biblia itasema. Na nikakutana na yule Muislamu akaniambia, ndio mnahubiri hiyo Kristo, lakini sasa sadaka mnatoanga ni sanini. Lazima uwe na swali ya kujibu Muislamu kama huyo, ndio umvute akuja kwa Kristo. Wanaweza asibe sana. Na mimi nikamwelezea, nikamwambia, na hata nyinyi naonanga hata sheria zenu unafuatilia, mnatoa sheria, mnatoa chakula mingi sana, vitu mingi sana, mnaalika wale wa Kristo na wenye wameokoka na wenye hawajaokoka wanakuja kukula, mnatoanga wapi? Akasema si tunatoanga, wanasemaga ya kwamba tulete vitu vyetu, lakini si sadaka. Nikawaambia hata sisi nasi tunatoanga sadaka za kusaidia huduma isonge mbele. Lazima uwe na maswali ya kujibu na kusaidiana. Ndio anapokuja hapa unamuelezea hali ya kutoa sadaka ni nini. Kwa maana kama hutatoa hii sadaka, hiyo vitu tungetoa wapi? Kama hungetoa hiyo sadaka, huduma mtumishi wa Mungu ataendelesha namna gani? Kama hutatoa hiyo dhabihu, hata hiyo sitima italipwa na nini? Sasa lazima uwe na maswali ya kuuliza Muislamu kama huyo. Unakuta hata yeye kumbe hako kinyume, kwa maana umemnaza na ukamhubiria yeye apate kupata ukweli. Hivyo ndio hata sisi wa Kristo wapendwa, wakati unapotolea Bwana dhabihu, si ni kana kwamba unasukumiwa. Kwa maana wakati unasukumiwa, utatoka hiyo mlango unaenda ukiwa unalalamika na kuongea. Lakini ukiwa na roho ambayo ya kunyenyekea, moyo ambayo ni takatifu, moyo ambayo iko na hiari, unapotoa hiyo dhabihu mbele za Bwana, hata mbingu inafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unabarikiwa katika jina la Yesu. Sasa nataka tuweze kusimama kwa miguu yetu. Wengine Mungu amekubariki na ile kitu ambayo uko nayo.
Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu, tuweze kushika na kila ambacho tumekuja nayo. Hata kama huna, Mungu ngali anakupenda na anakujali. Uamini tu ya kwamba Bwana, siku hii nyingine sitakosa kuja na kitu katika nyumba yako. Sasa nataka uinue tu mkono wako juu, tuweze kuomba, tutolee Bwana dhabihu katika jina la Yesu. Wacha na tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru wewe ni Mungu. Bwana, pokea sifa, pokea utukufu wote Bwana. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, kama vile neno linasema ya kwamba Mungu ulikuja ukiwa kama kuhani mkuu, na sisi tukawa kama wasaidizi wako Bwana. Na Baba, nimesimama kwa hii madhabahu Bwana, kwa wote ambao watakaitolea matoleo, ni vile neno lako linasema pale ine ya kwamba tusikuje kwa nyumba yako mikono mitupu. Na Baba, asante kwa vile tumekuja na kitu kidogo ambayo iko mbele yetu, na kuna wengine hata hawana Bwana, lakini Mungu naomba ukawabariki na ukawafungulie milango Bwana. Na wale ambao watakapotoa na mkono wao Bwana, Mungu ukawabariki. Kuna wengi wanatoa matoleo kwa ajili ya kutetea madhabahu. Kuna wengi wanatoa matoleo kwa ajili ya kutetea mwili wa Kristo. Kuna wengi wanatolea matoleo kwa ajili ya maisha yao yabarikiwe na yainuliwe Bwana. Bwana, uwabariki na ukawainue. Baba, tukabariki hiyo sadaka kupitia kwa jina lako Yesu. Baba, bariki hii dhabihu. Baba, waamrishe Roho Mtakatifu aweze kubariki hii dhabihu kama ni manukato katika ufalme wako. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana aliye juu na mkombozi wetu. Semeni amen. Sasa naomba mtusaidie hii dada wetu hapo. Sasa wakati tumesimama hivyo, nataka nikaribishe mzee wa Tunguru na wazee ambayo wako tuweze kuimba wimbo tunapotolea matoleo yetu katika jina la Yesu. Amen. Na tutabarikiwa. Karibu sana mzee. Yeah? Oh, na namba. Wazee karibuni, tuweza kuimba wimbo. Amen.
tubariki sadaka zetu. Amen. Hebu tubariki sadaka zetu. Ewe Baba Mfalme, tunakushukuru, tunasema ni asante. Umekuwa nasi, umekuwa Mungu wa baraka na wa upendo mwingi. Tumekutolea sadaka zetu, malimbuko yetu na thanksgiving zetu. Ninazitakaza zote katika jina la Yesu. Ewe Bwana mtakatifu, pata kubariki watu hao wote, watoto hao wote ni wako. Uwabariki katika kazi ya mikono yao, uwapatie afya nzuri Bwana, milango ya baraka uwafungulie, neema yako iwatoshe. Bwana, naomba katika mahitaji yao yote wasikose chochote. Uwabariki Bwana, wapate za kutumia, wapate baba za akiba na katika kufanya kazi zako. Naomba uwe mlango wa mkubwa Bwana wa baraka, watokapo na ulipo uwabariki. Na yote ambayo Bwana anangojea mlango wake ufunguke, ukamfungulie kwa neema yako nyingi, sababu wewe ni Mungu mwema. Katika jina la Yesu tumebariki sadaka zetu. Amen. Amen, amen, amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nishukuru sana sababu ya nyinyi wote kuwa hapa na wale ni wageni wetu, may God bless you so much. Tumekaribishwa tena na tena. Na siku hapa kwa sababu kwa ajili ya neno ya asubuhi ya Pastor Kahiga. Siku alikuwa amesoma wapi? Uwe wamete. Luke 6 Luka 6. Kwa la gihoro wake. Ati? Kutamani mkate wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu kutamani mkate wa uzima. Mnajua huyu mtu alikuwa anaitwa Ruthu na Naomi. Ile ilisababisha sana kifo cha ile familia kuangamizwa. Ni mahali walitoka Bethlehem, walienda Moabi. Na huwa Biblia inasema wakati wa Israeli walikuwa napita kule jangwani, walikuwa siku moja kona njaa, walikuwa na kiu na walikuwa wameshoka sana. Walihitaji msaada ya chakula na maji wapatiwe, na wamefika kwa Moabi. Nao baada ya Moabi kuwapatia maji na mkate, waliwapiga wakawatesa. Mungu akakasirika, akasema nimelaani Moabi for 1000 years. Wakalaaniwa, akasema mtu wao asisimame mbele yangu, asikaribie hema yangu, akawalaani kwa kizazi kirefu sana. Nayo Bethlehem Kiebrania ni kusema the house of bread. Ni nyumba ya mkate. Na ndiposa Yesu lazima angezaliwa in Bethlehem to be the bread of life. Na Naomi kutoka Bethlehem akateremka Moab na familia yake, na si watu wote walikuwa wamehama. Alienda mahali watu wamelaaniwa, akaacha nyumba ya mkate. Kama angemwambia Mungu ujaa imeingia nyumba ya mkate, mkate hakuna, mwenye mkate angepeana mkate. Praise God. Na kutamani mkate hivyo Pastor Kahiga alisema ni mzuri. Sababu the moment tunatamani mkate, hata ukiwa na njaa, utamani mkate uombe, mwenye mkate atakupatia. Na mkate wa uzima, Yesu akasema I am the bread of life. Atakayenila mimi hata waipata njaa milele. Praise Jesus. Na ni kweli Pastor Kahiga, sababu watu wengi wamekimbilia mambo ambayo si ya faida, mambo ya kuangamiza sababu ya njaa. Wakitafuta nani atawabia, shida inatoka wapi, ni nani wanawaroga, nani aliwalaani. Hiyo kazi yote ni njaa ya kiroho, lakini kutamani mkate ni kumtamani Yesu na utachibishwa. Naomi baada ya kuhama nyumba mkate aliangamizwa na alirudi peke yake. Lakini kuna msichana mmoja hapo alijua kwamba nimeshikamana na wale watu wamebarikiwa, nitaenda na wao, na akabarikiwa. Na hicho kitabu kinaitwa Ruth badala ya Naomi. Na tumesomewa Psalms 121 na Minister James, na ni kweli msaada wetu unatoka kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani mkate, tutamani Mungu atupatie mahitaji yetu. The moment we trust in God, na tunampenda Mungu wetu, sababu tukimwendea hata tuambia rudi mikono mtupu, tukimwendea hata tufukuza.
na tukimtamani tutakuwa na ile subira, and that is what we need in the church. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana wale wazee tumekuja na wao, mudhuru wa utogoro ni weche amani wa kwaya yito ya Dhuri, na leo tumekuwa na yeye na tukaiba hiyo wimbo, yeye ndiye anatuongoza pale. Tunashukuru Bwana sana, na tunaomba hata kanisa hili litabarikiwa na wazee wengi. Praise Jesus. Mama Glorious, wazee wakikuja niliwaambia mtu akiketi kwa ile kiti ataketi, akiondoka hapa aombe kiti aseme ulete mzee mwingine wa baraka hapa. Amen. Na wamama pia, watoto pia tunaongezewa. May God be glorified. Last time nilipokuwa hapa niliongea habari ya vile tunaweza tumia Mungu ama kumhudumia na njia ya kuguza watu wengine. The way we can touch the life of other people. Vile tunaweza chukua hatua nyingine. Either tuko na uwezo wa kimali, either tuko na uwezo wa kiakili, tunaweza toa sauti nzuri tukapatia mtu mwingine hope. Sababu mtu akiwa anateseka either kwa mambo ya kimwili, nguo hana, chakula hana, ama amegojeka, kuna kitu chake kimeondoka, value of a being. Mtu ambaye anajulikana ni mtu, ile heshima yako inarudi chini, unasikia kama umekataliwa, and those spirits sina oppress kabisa. Kwa hivyo ukipatia mtu neno na kumtia nguvu, hasa hata wakati kama huu, umehudumia Yesu. Na leo nilikuwa nataka niongee maneno mengine machache hapa, ambao ni topic nitaanza leo, na najua nikipata wakati mzuri nitaweza kumalizia. Nataka kuongea habari ya ukombozi, habari ya redemption. Diposa tusije tukasahau ate tuliarehire thuire na tuliarehire thogora munene muno. Mwathani akumio. Habari ya redemption, habari ya mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu. Na hii nataka tuelewe sana. Thank you so much Mary, ubarikiwe. Na tumeongea pale kwa barabara, tumehubiri dakika zetu kama 10-15, na tunafurahia sana kutangaza injili. Na hili jina redemption limetumika sana katika New Testament, na pia lilikuweko katika tradition ama utamaduni wa Waebrania. Zamani wale wamesoma history, sijui kama tuko na watu hapa kusoma ile ilikuwa inaitwa GHC, tulikuwa tunasoma kitu kinaitwa slave trade. Watu walikuwa wanauzwa. Nchi za ng'ambo walikuwa nakuja hapa Afrika, wananunua watu. Watu wananunuliwa hapa Tanzania, ilikuwa inaitwa Tanganyika by that time. Hata hapa Kenya watu walikuwa wananunuliwa. Mtu ambaye ako na nguvu na uwezo mwingi. Sasa ukimagine Pastor Kahiga alipokuwa kijana, alikuwa na nguvu nyingi. Anakimbia huku anachika wanaume wale wanaonekana anafanya kazi lakini wanawazidi nguvu. Anawafunga na kamba, anaenda kuwauza. Na yule mtu anauziwa, unaona unauza mtu, si mtoto wako, si your brother, umekamata tu mtu umemuuza tu, na usikii kuna kitu unafanya kibaya. Na wale watu wananunua na bei, hii nanunua, unanunua 10, unanunua 20, namna hiyo. Walikuwa wanapelekwa huko, wanafanya kazi nyingi sana, wengine wanateswa. Na mpaka waleo tuko na wale watu wanaitwa Black Americans, wengi wao walitoka kwa hiyo slave trade. Na hao ndio walitoa nyimbo ambazo ni za machozi, nyimbo ambazo ni za kuweka moyo yetu huzuni nyingi, kama ile inaitwa Roll Roll Your Boat, ama ile inaitwa Swing Low, Swing Chariot. Hao watu waliimba nyimbo za machozi na uchungu mwingi, sababu wakiwa wamegojeka katika safari yao ya meli, walikuwa natupwa kwa bahari. Wakifanya kazi kwa mashamba, akigojeka, akikosa nguvu, anachapwa kichapo, akikufa anatupwa huko. Hawakuwa na value. Lakini kama kuna mtu angekuwa ananunua slaves, mnajua hata Joseph mwenyewe, Yusufu aliuzwa akiwa slave. Aliuzwa akaenda kufanyika slave. Na alienda akanunuliwa na mtu mmoja mkubwa wa wanajeshi. Huyu akamweka kwa nyumba. Ilikuwa unaweza ona mtu wenu na mjue huyu alichikwa akauzwa kama slave. Na nyinyi muamue mtamtoa kwa slave, mumrejeshe kwa familia. Ilibidi muende kwa aliyemununua. Yeye ndiye master wake.
Mkiingia huko, mseme mnataka kukomboa huyu mtu, mnamjua ni wenu, mlipe gharama. Na yeye awaambie nilikuwa nimenunua pesa hii, mimi nawaitisha hii. Mkilipa hii yote, mchukue mtu wenu. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa redemption. Unalipa gharama yote na unachukua hiyo mtu. Ama nikute Kahiga ako na slave, na inaona huyu mtu hastahili kuteswa vile. Mimi nataka awe mtoto wangu, mimi sina mtoto. Ibrahim alikuwa amefanya kitu kama hiyo. Akanunua mmoja Mdamesiki. Alikuwa anaitwa Eliaza. Alimnunua mtoto kama mtu wake sababu ako na mtoto. Sasa ukiona Kahiga ako na slave wengi, unaweza mwambia nataka kuchukua mmoja awe kama mtoto wangu. Naye Kahiga anakuambia you have to pay the full price. Hiyo ni redemption. Praise Jesus. Redemption ni kusema ni kama kwenda kwa duka, ununue kitu ambacho nakipenda kiwe chako na ulipe gharama mzima. Praise Jesus. Amen. Redemption ni kusema umeona kitu cha dhamana ama kitu kilikuwa chako na mtu mwingine ameshakichukua. Unamwambia hapana, this item belong to me. Na mimi hii kitu ilikuwa yangu. Vile ilikuja kwako, ilikwenda ikaenda hivi, na kaka inirudie. Anakwambia ndio, nilinunua, hakuna kesi ya polisi, lipa full price nikurejeshe. Praise God. Amen. Sasa vile ambayo hatuwezi elewa hapa ni vile Mungu aliredeem mtu. Vile Mungu aliredeem mtu. Sijasoma sana, lakini maswali nimejiuliza sana kwa Kahiga. Nimejiuliza, je, kama redemption ni kupay the price? Na Yesu anasema I have purchased my church. Nimenunua kanisa yangu. Nimenunua kwa damu yangu. Mungu anasema, nitasoma maandiko hapa, nimeredeem. Ningetaka kila Mkristo tufikirie hivi. Kama Mungu aliweza kuredeem mtu, alikuwa na mredeem kutoka kwa nani? Kama ni kitu alilipa, damu amelipa, aposes kitu, nani alilipwa? Nani alipokea hiyo? Hiyo ni kitu ambacho siwezi elewa sana, lakini natamani kujua. Sababu sitaki kusema Mungu alienda akampatia Shetani damu yote kwa mkebe akamwambia release my people. I don't want to go that direction. Lakini najua hii anasema maybe alikuwa anataka kuleta mawazo. The way you redeem people, I am redeeming you people. Vile unafanya hizo gharama zote na vile unasikia watu wakikuja kwako na kitu kikiwa chako, na mimi nataka kuredeem watu wote duniani wawe wangu. Sababu kuna kitu kilifanyika pale Eden. Pale Eden watu walikuwa ni wawili na walikuwa wanapendwa na Mungu, Adamu na Hawa. Lakini Shetani akaingia akawapatia mambo mabaya, na walipokanganywa wakaanguka. Hiyo ndio dhambi kubwa duniani. Praise Jesus. Amen. Na vile tunasema watu wanazaliwa kwenye dhambi. Siku moja tumeulizana, tukizika katoto kadogo sana kalikuwa ka 3 weeks. Tukauliza, na huyu mtoto bado ni mwenye dhambi? Would you call that infant, huyo mtoto wa wiki 3 asina? Hebu uliza mwenzako, a child wa 3 weeks tutamuita asina? Ucho no mwehia. Mungu barotogoro mwana wa wiki 3, Bwana Minister James. Mtoto ni wa wiki 3 ndio tulikuwa tunazika. Tutamuita asina? Tukaulizana sana. Hekeke. Lakini Bible inasema we are all sinners. We are all sinners. Ile sin, hiyo dhambi ni ile ya pale ya Eden. Wakati Adamu alifanya dhambi, kila mtu anayezaliwa dunia hii, hata kama ni wanawa, huyo ni sina. Lakini kizuri ni kwamba kama vile tumeandika kwa hadithi zetu, while we were still sinners, he died for us. Ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zote zilizofanywa pale Eden. Hiyo ndio dhambi kubwa sana ya kutotii kile Mungu amefanya na amesema. If you don't obey, that's the greatest mistake unaweza fanya, kukosa kutii. Tusome Genesis chapter number 3 verse number 15. Mambo ya redemption. Kuna kitu hapo Mungu alisema, na hiyo ndio sauti yake mzuri. Kiambĩrĩria 3:15. Wana Humphrey umefika hapo? Kiambĩrĩria 3 mstari wa 15. Kiingereza kinasema, I will put enmity between thee and the woman,
between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ya kwamba wakati Mungu alikuwa anatoa hukumu, Adamu ulifanya hivi na wewe hii itakufuata. Wewe Eve ulifanya hii itakufuata. Wewe nyoka ulifanya hii itakufuata. Kila kitu kilipewa hukumu kulingana na alichokuwa amefanya. Consequences. Hapa Mungu akasema, nitaweka uadui katikati ya nyoka na mbegu ya mwanaume. Na hapo Mungu akasema alikuwa ana promise ama anatengeneza the victory inapewa mwanadamu. Victory. Ameangalia, ameona umeingia kwa mwanadamu, umemdanganya Eve, umedanganya Adam. Ni kitu moja najua, hakukuwa na enmity, hakukuwa na uadui. Kama ungeingia kwa ende ukiwa adui wa Hawa na adui wa Adam, Hawa angekuona, angejua wewe ni adui, angekuavoid. Sasa akamwambia wewe nyoka, kutoka leo I'll put an enmity between you and the seed of this woman. Siku zote za maisha, na huyu mbegu yake nitaitia nguvu, itakugonga kichwa. Na kama utamuuma ni mguu tutauma, na ujue mguu kiuma utapona. Lakini kichwa kigonga unamaliza. God designed the victory yetu kwa shetani hapo mwanzo pale Eden. Ya kwamba the moment you come to Jesus, the moment you are here, hata kama haujamwamini Yesu, nguvu ikali imesimama juu yako hivi ya kumshinda shetani. The moment mwenye dhambi anasema I accept Jesus, I become born again, hapo nguvu ya kumshinda shetani inaanza kufanya kazi. Lakini shetani anafurahia sana kwa wale watu hawajaamini Yesu, hawajakiri, hawajaconfess. Lakini wanajua huyu hata kama hajaokoka, hata kama hajakiri Yesu, nguvu ya kunimaliza huyu ako naye. The moment atamkubali Yesu, huyu nitamwepuka, sababu kunipata ni kuniua kichwa, kunigonga kichwa ni kunimaliza. Na yeye shetani, kama kuna kitu anaweza fanya kubwa sana, ni kukuuma mguu. Na ujue ukiuma mguu, you can still limp. No uvuke, no ujikorego via. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi simamisha safari yetu. Amenyimwa mamlaka nyingi. Hii is the power of redemption. Mungu alipoanza kule, alijua ninaweka mtu nguvu ya kwamba shetani hata mshinda. Praise Jesus. Amen. Na ndipo hata ukiona Mkristo ama uone mwanadamu amefinywa sana na mashida, amefinywa sana kwa giza, still there is power ya kumsaidia mshinde shetani. Totiviraga. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo mwimbaji mmoja ambaye alienda kwa Mungu alisema, aya matu ekohoto netaki. Wale wanaomjua Mungu wao hawezi jua kushinda ni nini. Na Danieli akasema, them that they shall know their God, they shall do exploits. Praise Jesus. Kwa hivyo tukiwa hapa na wakati natembea huko nje, know that wewe you are more than wale wanajeshi wakubwa sana wanaitwa nani, wale wanaweza piga mji kama wakiwa wawili ama watatu. Sijui wanaitwa nani, but they are so highly trained ya kwamba anaweza piga mji wakiwa wawili ama watatu na waushinde ukiwa na maelfu ya watu. Makomanda wanaweza fanya kazi kubwa sana. Hivyo ndivyo hivyo wewe mbele ya shetani na mbele ya mapepo. Ile nguvu ushapewa, nguvu yako ni ya kuonga kichwa. Na ujue kila kitu kikigongwa kichwa ni kuinama na kusubmit. Wakristo after redemption tuko na nguvu ya kuambia mapepo wote, you must bow. You must bow. Ukigongwa kichwa uone mbele, hausongi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema, Mungu akasema nini katika kitabu cha Exodus chapter number 6? Wana wa Israeli waliposhikwa mateka na wakapelekwa kule Egypt, wakakaa sana, Mungu akaamua kuwatoa kule. Kuna kitu sauti alitoa hapa, na hiyo ndio jina hapo nalipata ya kwanza ibili. Dama idada toki, muraido idada toki ya mugwaja. Bible inasema, wherefore say unto the children of Israel. Akaambia Musa,
Waambie wana wa Israeli, I am the Lord. Exodus 6 verse number 6. Mimi ndiye Mungu. I will bring you out from under the burdens of Egyptians. Mimi nitawatoa kwenye mizigo mizito ya Wamisri. I will lead you out of your bondage. Nitawatoa niwafungue kutoka utumwani wao. I will redeem. Sikia, I will redeem you. Mimi nitawalipia gharama yote. With a stretched out arm and with great judgment. Nitawakomboa kwa mkono wangu ulionyoka mwenye nguvu, na nitatoa hukumu kwa wale. And I will take you to me for a people. Na nyinyi mtakuwa wangu. And I will be to you a God. Na nitakuwa Mungu kwenu. You shall know that I am the Lord your God. Na mtajua nyinyi ya kwamba mimi ni Mungu wenu, which bringeth you out from under the burdens of Egyptians. Aliyewakomboa kutoka mizigo mizito ya Wamisri. Sikia hapo Mungu anasema nini? Anasema nitawakomboa. I will redeem. Na sasa nataka uchuke hii jina redeem. Kwa akili kuna gharama nitalipa. Ni kama nitaenda kwa wana Egyptians nimwambie Farao, chukua hii washana na hawa. Chukua hii washana. Then nikifanya hivyo you become my people. Wakati Mungu ameturedeem, we no longer belong to the devil. Na hakuna mtu wa shetani ambaye anatabua uwezo wa Mungu na uwepo wa Mungu na nguvu ya wokovu. Na mtakuwa watu wangu, na mimi kuna vitu mbili nitatoa kwenu. Mizigo mizito, na nitatoa pia ile utumwa, akili ya utumwa, the slavery, the bondage. Na diposa ningetaka tuelewe na tujue ya kwamba wakati ile redemption imefika, kuna kitu lazima tusikie kimeondoka kwa maisha yetu. Mizigo mizito kwa roho zetu, kwa fikra zetu, na vifungo. Na kifungo ni kusema when you are a slave, hauna kitu chako, hauna freedom. When you are a slave, ukitaka kusonga mbele lazima uulize swali na upewe ruhusa. You cannot decide by yourself. Na ukifika mahali uone kuna mtu kimaisha hasongi mbele, kimaisha amefungwa, kimaisha anategemea watu, no time anaweza fanya uamuzi, anakaa kama mtoto. Mtoto isipokuwa apio atakula nini, atalala wapi, nguo gani atavaa, hana kitu kingine, hawezi kusema. Yule mtu anasikia maisha yake, hawezi fanya uamuzi. Lazima amuliwe na watu wengine. Na miaka imepita, hapo kuna shida. Wakati mizigo mizito imekuweza, umebeba mizigo, bado unajua Mungu yuko, lakini unasikia kwamba mizigo ni mingi. Na aliyebeba mizigo, kazi nyingi hawezi fanya. You try to do this, you cannot. Sababu mizigo umebeba. Nikiita Mama Gloria hapa, nimwekee viti 10 hapa, nimwekee mesa juu, nimwekee ile kitu pale juu ya mgongo, alafu nimwambie galisha kanisa, hataweza. Na akifanya kazi anaweza ishi hapo, sababu anafanya kazi akiwa amebeba mizigo mizito, akiwa bado na uzito. Hawezi fanya kazi nyingi, ataangamia. The moment your life is full of burdens, ni kumaanisha kuna kitu moja tu hujaamini, the redemption power. Redemption ni kusema nikifika kwa Yesu, nisikie kuna mizigo nawekewa na shetani, mizigo kiakilini, mizigo kwa roho. I need to come to my God. Nimwambie Mungu wangu, you redeemed me, you umelipa gharama yangu. Na hii mizigo na itoke. Na ndipo Yesu akasema, uliyebeba mzigo mzito, njoo kwangu nitawapumzisha. Amen. Praise God. Amen. Lakini watu wengi mpaka saa hii wamekataa kuleta mizigo kwa Mungu. Wanang'ang'ana na hiyo mizigo. Na mtu ambaye anang'ang'ana mizigo, shida ikitokea anafika point. Kama si nani, kama si hapa niliajiriwa, kama sio serikali, kama si hii. The moment you continue complaining, ni kumaanisha hujajua the power of redemption. Ni kuondolewa mizigo, ni kuondolewa utumwa. You come to Jesus. Mbele yake mwambie, I am free when I'm in your presence.
na kuna mizigo nimewekea na shetani, take them off. I lay down all my burdens. Praise God. Amen. Na Yesu ako tayari kupokea hiyo mizigo yote, sababu anajua this is the price I've paid. Watu wangu wasibebe mizigo. Mzigo wa Yesu ni mwepesi. When you feel uko na freedom, kile unafanya kwa furaha. Kama ni kwenda kanisa unaenda kwa furaha. Kama ni kutumikia watu wengine nje, unatumika kwa furaha. Kama ni mahali pa kuajiriwa, unafanya kazi pale kwa furaha nyingi. Kama ni kwa wazazi, unakaa hapo kwa furaha nyingi. That freedom, hiyo inakwambia the burden you have is light. Haikuchochi. Praise God. Hiyo ni kazi Mungu mmoja amefanya. Na nikisoma kitabu cha niko na vitabu moja nitasoma hapa, inasema Hosea 11. Hosea 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ni hiyo tu ya Exodus. Mungu anaendelea hapa kukumbushwa, Hosea anakumbusha watu. Hosea 11 mstari wa kwanza mpaka wa 4 unasema, when Israel was a child, then I loved him. Wakati Israeli alikuwa mtoto, nilimpenda. And I called my son out of Egypt. Na nikaita mtoto wangu kutoka Misri. As they called them, so they went from them. They sacrificed unto Baalim, and they burned incense to graven images. 3. I taught Ephraim also to go, taking them by their arms, that they knew not I healed them. 4. I drew them with the cords of a man, with the birds of love. I was to them as they that take off the yoke of their jaws, and I laid meat unto them. Sikia vile Hosea anakumbusha watu. Anasema wakati Israel bado akiwa mtoto nilimpenda. Na Mungu ndio anasema before even mtu kuja kuconfess, sasa nimeona dhambi zangu, I want to be born again, Yesu nakuhitaji, nijaze upya. Before even you come to that conclusion, Mungu alikupenda mbele zamani. Na ndiposa aliambia Jeremiah, dakui uliodea mamwanyu. Everybody here, Mungu alimjua akiwa hata hajakuwa ameubika kwa tumbo ya mama yake. Na hapa Hosea anasema Israel, mimi nilimpenda akiwa mtoto. Mungu alitupenda hata kabla hatujaubika katika tumbo za mama yetu. Alitupenda. Lakini kunaye anafananishwa na shetani hapa, ambaye ni wa kufunga watu vifungo, ni wa kupeleka watu wakatoe dhabihu kwa miungu migeni, miungu ambayo sio ya kweli. Lakini Mungu anasema kwa upendo wangu, mimi nimemuita kama my son. Na wakati hilo jina son linatumika, son ni kusema you belong somewhere. You belong somewhere. Kuna mzazi hapa anakuja. You belong to somebody, your father. God becomes your father. Na hiyo ndio Kiingereza kinasema identity. Na identity ni kitu ya muhimu sana, isipokuwa ni siku za leo. Mimi nikisoma Pastor Kahiga, watoto wale ambao hawakuwa na baba walikuwa wanajitanisha na jina ya Muka, sababu walikuwa kaona kama ni aibu kuitwa Harold Maina somebody, ama kuitwa Kenneth Wajohi Waruru. Hawakuwa wanataka hiyo ya mama, walikuwa naenda ya Muka, wakitafuta tu identity. Na hapo Mungu anasema I called my son. The moment Mungu aliamua hivi, alitaka kila mtu awe mtoto wake. Hata kama tuna wazazi hapa duniani, we come to a point tujue we have a caring parent, mzazi ambaye anashughulika sana na sisi, ambaye anaitwa Mungu. Tuache kujisumbua na mambo mengi. Na tukipata watu ambao wanasumbuka sana kiakili, tuwaambie kuna mtu na kuna Mungu anawapenda, anayeweza kuzuisha mambo yao. Hapa anasema hawakujua niliwaponya. The moment unasumbuka kiakili, wakati mizigo imekulemea, you become sick. Unaweza kuwa mgonjwa.
unaweza kuwa mgonjwa. Matatizo kikumba mtu, unaweza kuwa mgonjwa until ujue kuna msaidizi wako mahali. Nitawapatia mfano moja. Nikiwa young man kama Alex na nimejua mambo ya kanisa na wokovu, kwetu kwa shosho yangu kulikuwa na mama alikuwa anaitwa Wadia, na huyu mama kila wakati akitembea kwa barabara anafanya mikono hivi, anafanya hivi, anajiogelesha, sauti ambayo haitoki, namna hiyo. Then my shosho kwake neighbor kulikuwa na Mokorino. Wale walijulikana ni wanabii, wale wanabebaga miti, wanafunga vitabaa rangi nyingi hivi, wanafanya mambo mingi. Sasa Wadia alikuwa amekuja huko ameitwa. Nao walikuwa wamekusanyika wengi, wakasema kuna pepo inasumbua huyu mama na wakati wake kusonga umefika. Mama akapelekwa hapo. Walikuwa namwambia nje, na mimi naenda kupatia ng'ombe ya kukaa maji. Lakini ile maombi inafanywa pale ikani attract, nikavutiwa kuangalia. Wadia amepiga magoti, anapigwa magumi, ati ni pepo zinafukuzwa, wanampiga magumi hivi, naye naona anajaribu kuamuka, lakini anawezwa sana na uzito wa hawa watu wote wamezunguka hapa, Wakorino wengi sana. Naona anajaribu kuamuka, lakini anarudishwa nyuma, anapigwa sana. Mimi nikarudi nyumbani, nikamwambia shosho, mimi naona kama Wadia anapigwa hapa, kuja umsaidie. Naye akakuja. Alipofika hapo, baada ya kuenda pale, alianza naye kuombea hapo. Akaomba na dini. Mara tu huyo mama alipata kasehemu tu, nikaona ameamuka, alishomoka bio, akakimbia akitoroka. Wale waliacha wakipiga makofi wenyewe wakiomba. Aliyakuwa naombewa ashaondoka. Hiyo story silianza na mimi. Vile alikuwa naombewa na kupigwa. Na shosho anajua. Na yeye watu wote walianza kujua hiyo story, alikuwa anapigwa ati ni pepo inatolewa. Mungu ni wajia nyingi. Kunaye MP alikuwa huko zamani, alikuwa anaitwa Gifoini. Huyo mzee alisikia hiyo habari pia yeye. Akaenda kwake. Alipoenda kwake, nyumba ilikuwa inanyesha kama nje. Mahali watoto wanalala, huwezi jua kama ni kitanda ama ni bito zimewekwa hapo. Watoto nguo hakuna, alikuwa na majani chai, ishakuwa ni forest. Mama watoto waliesha shule kitambo. Huko shida zilikuwa zimejaa, na huyo mzee Givoine alisema nyumba hiyo ijengwe upya. Akaweka ile madhirefu na kuaga na line. Akatengeneza nyumba ya room 3, akaweka jikoni, akaandika watu, akakata majani kawa pruned. Watoto wakanunua nguo, chakula ikawekwa huko, wakarudishwa shule ilikuwa inaitwa Kajore Primary School. After 1 month, yule mama alikuwa anafanya hivi, akijiongelesha, alikuwa mrembo kabisa. Akapona. Mambo ya kutikisika mikono ikaisha. Mambo ya kuongea ikaisha. Na mimi nikasema hivyo ile ni rauti kuikataa ngoma okera Wakorino. Kumbe si pepo. Alikuwa imeingia ndani yake, ni kuopresiwa na matatizo mengi na vifungo nyingi, lakini Mungu alikuwa tu amengojea maybe siku hiyo aseme tukiondoa hizi mambo yote na matatizo yote, magonjwa mengine huku ndani inaisha. Unaweza pata watu wako wagonjwa kwa akili na nini, lakini kinachowasumbua ni maisha wanaoishi. Lakini hapa the good news is after redemption, Mungu anatuita my son, my daughter. Ningeomba kama watu wote wangejua, before usumbuke mpaka akili ruke, kibiria Yesu. Kibia kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwapata kule nje, we tell them the same. Bwana Yesu asifiwe. Na nikienda kumalizia, ndiposa tuende kule nje. Wakati tumekombolewa, ningetaka ujue haya mambo 4 ama 5. Number 1, ya kwamba tumepewa nguvu ya kumumaliza ama kumshinda shetani. The power to clutch the serpent, hitting the head. Praise God. Kwa hivyo ukiona kazi basi nafanyika za pepo,
number one, ujue ya kwamba you where you are, na vile umemwamini Mungu, una nguvu ya kuambia shetani, I command you, na hii kazi yako yote nimeisimamisha katika jina la Yesu. Hiyo ni nguvu tumepewa. Usikubali shetani atawale mahali huko. Usikubali shetani amalize mji wenu. Usikubali shetani amalize familia. You have got the power ya kusema hivyo. Number 2, freedom from burdens. Kusikia kwamba usibebe mizigo. The more unabeba mizigo, kubeba watu wa jamii, kubeba watu wengine waliokukosea, the more unawabeba, the more you become sick. Ujue redemption nasema your burdens nimetoa. Burdens nimetoa. Wakati pesa imeisha kwa mfuko, wakati kibarua hakuna, mshahara umechelewa, unajaribu kupata kitu mpya hupati, usinugunike. Mwambie Yesu, hizi nimekosa, najua wakati ukifika utanipatia. Give yourself hope. Mwamba ni anogosho. Number 3 ni kujua you belong to God. Anakuita my son, my daughter. Na hakuna kitu kizuri kama kuwa na baba ama kuwa na mama anayekushughulikia. Mimi najua kuna story moja tumehubiriwa siku nyingi ya kwamba kuna mtoto alipanda ndege, baba yake alikuwa pilot. Ndege ikaanza kuyumba, ikawa na turbulence nyingi, na mtoto hapa ni kucheza tu anacheza. Watu wote wanamuuliza kwa ndege, wewe haunacheza hapa, uone tunaangamia? Ndege iko karibu kuanguka. Mtoto hapa anashaka tu anasema hapana, hii ndege haiwezi anguka sababu baba yangu ndiye anaendesha. Alikuwa na confidence ya kwamba baba yake akiwa hapo, hiyo ndege haiwezi anguka, na ni kweli ndege haikuanguka. Na watu wakasema na kweli mtoto hakujua na uoga sababu alijua hata katika hizo turbulence na katika hiyo matatizo yote, whoever is driving, whoever is the pilot ni baba yangu. Kama tunaweza jua uwezo wa mzazi wetu, baba yetu, ona twethena ine tutiagiro ni kuonekeha, tutiagiro uko tunakeha, tutiagiro uko tukiana tatwarara tukiwa kwenye shida nyingi sana. The moment tunajua tu Mungu wetu na tujali, which will not tuwe na a lot of fear. Hatustahili kuojeka mpaka tunakosa tabasamu, mpaka tunakosa kuongea. Baba wetu anatupenda every season. Na hiyo ingine ni kwamba tunaishi katika upendo wa baba. Anasema I loved you when you were still a child. Hata wewe Mungu alikupenda, na akikupenda hawezi kukufanyia maovu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa that time nilisema kama wewe ni baba ya mtu, kama vile mimi ni baba ya Jemaima, kama ninaweza jua naweza tafuta majani fulani, atafune hivi, aishi siku nyingi bila kuojeka, na hiyo matawi iwe iko kule Lokitoktok ama huko Lekitukana, nitaiendea sababu nataka mtoto wangu apate the best naweza mpatia. Na kama sisi baba yetu anatupenda, ujue kila kitu anaweza fanya upate mema. Tusihangaishwe na mapepo, na tutikama kagione maunoka mwathani hamwe na ithuĩ tũtingĩhoteka. Na kia mwisho, hatuhitaji kukaa tukiwa na vifungo. Nitute miti ya ngingo, miti ya shingo, nila zimefunjwa. Na nila ni kusema a lot of control. Siku hizi naona kuna a lot of control. Watu wanakuwa controlled sana. Kama vile unachukua remote TV yako, unatoa channel hii, unapeleka channel ile. Watu wengi wamekuwa, hiyo ni kusema ni kama TV yako iko na yoke na wewe ndio unaidrive. Mkiangalia hii Kenya, na sana hata agency sana, tukiangalia kama vile vifo vilivyopatikana wakati wa uchaguzi, waliohusika, waliopewa hiyo either pesa ama kuambiwa fanyeni hivi sababu kuna token, ni watu ambao wanaambiwa enda ufanya hivi, shoma ile nyumba, huwa ile mtu unakuwa controlled. Huyo mtu anakuwa controlled, ni mtu akona nia. Hawezi kusemea kwa maisha yako, wewe unatumiwa na wengine, na hiyo ni shida. Na watu wanatumiwa sababu ya vitu kama 2-3. Namba moja ni maskini. Kama hauna kitu utafanya anything ukipatiwa kitu, na hiyo sio mzuri.
kwa Mungu wetu, tuwe maskini, tuwe matajiri, he cares about us. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi wameongozwa, hata nilikuwa nasema mambo na hii, watu wengi nimeona akilia, familia nyingi wanasema watoto wetu walienda, hatuoni watu wetu, wanalia na hiyo mambo na abduction na nini, nasikia ikisemwa. Mimi nilijiuliza, tukiwa na askari kama Pastor Kahiga mzee na ako na watoto, mnaona kama anaweza enda kuwa watoto wengine kweli? Ni wale tu vijana wako huko kwa polisi, wako na nguvu nyingi, hao ndio tu wanapewa token, fanyeni hii. Nao wanafanya hivyo hata kama kwa mshahara, na wanakubali, they are still yoked. Wamefungwa nila, wanakuwa controlled. Ukitaka nila hiyo kuondoke, kuja kwa Mungu, elewa mambo ya redemption, dhamiri ya Mungu yako kuigwa na uweze kufanya mabaya. Praise Jesus. Ukiona mtu ameishi kwa dhambi nyingi, anafanya maovu mengi, hata kufanya kitu mzuri, ni kukataa, amekataa kuondolewa nila ya dhambi. Yeye anakuwa controlled na mapepo. Na hiyo ndio watu tawafungua mahali huko. Kila mtu kipata opportunity, mwambie haustahili kuishi maisha kama haya. Mungu ashagharimika sana. Damu imemwagwa. Haustahili kuishi maisha kama haya. Hapana, kuja kwa Mungu, mtegemee. Afadhali ufe ukiwa ndani yake kuliko ufe katika dhambi. Afadhali ukae na Mungu bila kula kitu kuliko kule vitu ambazo hazipatikani na njia nzuri. Praise Jesus. Watu wengi nila bado imewafunga. They cannot decide their life watafanya nini. Wakiambiwa fanya hii mbaya, they just do it. Wakiambiwa fanya hii mbaya tena na mwili wako na akili yako, they just do it. Ni nila. Lakini waliofunguliwa, they decide, wanajua kusema no na kusema yes. Praise God. Amen. God is good. Amen. And all the time. Hey, mwambie mwenzako umewekwa uhuru. You are no longer a slave. In the name of Jesus. Simama na mguu yako tuombe. Najua sisi wote wengi wetu tunajua na tumeguza utamu wa wokovu, lakini kuna watu wengi wanahangaika kule nje. Kuna watu wengi wamehangaika kule nje, na maybe sisi ndio msaada wao. We need to reach out to them. Kama kuna mtu najua hakika huyu mtu ni dhambi inamfunga, huyu mtu ni mambo hajajua ya Mungu, umwambie tu Mungu, niletee mtu mmoja tu, nimwambie habari yako nzuri, afunguliwe, akupende, maisha yake iwe sababa katika jina la Yesu. Inamisha uso wako, mwambie Yesu, ni asante, umenikomboa, umenilipia gharama yote. Mimi siko katika uwezo wa shetani na utawala wake. Mungu umeniokoa, umenitolea mizigo, na hakuna mzigo nitakubali urudi. Kama kuna mizigo Yesu umeniondolea, hakuna mzigo na ukaribisha tena. Hakuna mzigo au nila ulionifungulia haiwezi rudi tena, na sikataka irudi tena. Nataka niishi bila mizigo mizito, bila nila yoyote, niweze Baba kusaidia wengine waliofungwa nila wapate kukukubali, nila zao sivunjwe katika jina lako Yesu. Ninaomba Yesu kanitumie, kama kuna watu bado wamefungwa na wamebeba mizigo mizito, hii habari hawajajua, nipatie maneno, niwaletee Bwana, ama ulete wao kwangu, niwapatie habari hii, wapate kufunguliwa katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, kumbuka jamii yetu, kumbuka mji wa Baraka, kumbuka mji wa Ichuga, kumbuka maeneo haya yote ya Nanyuki, maeneo ambayo tumetoka kwetu katika jina la Yesu. Hata kule Dalagwa, kule Maigamero, kule Gobeti Bwana, tunaomba Kenya hii yote yetu, tunaomba wale wote bado wamefungwa na hii gharama uchalipa, tunaomba wajue, na wakijua wataachana na mizigo na wataipokezea kwa Yesu, naye utakomboa na nila zao utafunja, na watakuwa watu huru katika jina la Yesu. Watu wengi wamesumbuka kimoyo, wamesumbuka kiakili, wamesumbuka katika maisha yao, na kama angelijua gharama imelipwa. Mungu umetukubali, sisi ni wako, unatuita watoto wako, unatuita my son, unatuita my daughter. Tukijua hivyo, tuwe na ujasiri wa kuja kwako Baba. Naomba hiyo habari na sauti hiyo ikafikia wengi katika jina la Yesu. Tuinue mkono wetu wa kulia juu. Baba, katika jina la Yesu,
Tunakushukuru kwa mambo ya ukombozi ambao ulianza mapema. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, Yesu akafa msalabani. Tulipokuwa hatujazaliwa, ukaamua ya kwamba Shetani hatawahi tukalia tena, hatawahi tupata tena kutuondoa mpangoni mwako, na ukatupatia nguvu ya kumkanyaga kichwa. Hata kama atatujeruhi Bwana fisigino, hatuwezi sita kusonga mbele na safari, lakini utatukomboa na tutasonga mbele na safari. Nguvu nyingi umetupatia kama wanadamu, ndiposa tu watoto wako kamili. Naomba Bwana akili hii yetu ikaendelee Baba kurekebika, ikaendelee Baba kukubali na kuelewa ya kwamba nguvu tunaye ya kushinda maovu yote, nguvu tunaye ya kumshinda Shetani, nguvu tunaye ya kuyashinda na kuangamiza mapepo, nguvu tunaye ya kuwa watoto wako siku zote. Baba, tunaomba kuishi katika uhuru wako. Tumekataa Bwana watu wengine kufungwa katika vifungo vya Shetani, wala wamekuwa watumwa kwa Shetani. Tunawaita Baba wafike kwako. Kwako Baba kuna uhuru, kwako Baba kuna upendo, kwako Baba kuna huruma, katika jina la Yesu. Tunaombea wazee wenzetu, tunaombea wamama wenzetu, tunaombea Bwana vijana wanarika, tunaombea watoto mfalme waliobeba mizigo mizito. Hii sauti ikawafikie, waiangushe mbele ya Yesu, na Yesu utawainua, uwapatie mzigo mwepesi, uwapatie uwezo wa kufanya mambo makubwa, uwapatie nguvu na uwafunjie nira zao, wapate kuendelea na maisha yao peke yao bila kusukumwa na misukumo ya mapepo, katika jina la Yesu. Bariki kanisa hii Bwana. Tunaomba ukaongezee ushirika wa wazee hapa, uongezee ushirika wa mama hawa Bwana, uongezee ushirika wa vijana na watoto, katika jina la Yesu. Uongezee Baba ushirika wa wateule, katika jina la Yesu. Waliokimbizwa wapate amani hapa Ishuga na hapa Baraka. Tunakaribisha katika nyumba hii Yesu, kwa na mahitaji yao, ukawabadilishia maisha Bwana. Tunaomba kwa uwepo wako utembee kwa kila jamii, kwa kila boma Bwana, ukawabariki. Na hii tunaomba katika jina kuu la Yesu, na sote tuseme amen. Amen. And now may the grace and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.